yote itakapotokea huku, wale ndio ambao wanakuja kutuweka sawa jambo hili. Sasa kama tunakataa, sawa, ni taasisi ya kidini, lakini inaendeshwa katika mfumo upi? Mimi swali langu ni hilo, na nadhani limeeleweka. Mimi niwakumbushe tu kwamba sisi binadamu kila siku tunapofanya jambo tunafanya kwa nia njema, lakini baadaye linakuja linabadilika, inakuwa lina kero kubwa ndani yake, kwa sababu sisi leo kolam haijatimia tu. Humu katika orodha kuna watu 426, sisi hapa hata watu 100 hatujafika. Angalau tungefika hata 100, tukasema tukumbe macho tukaendelea na mkutano, sababu ni mkutano mkuu. Ungekuwa mkutano kawaida tungesema bana tujadiliane, wala hata tungekuwa watu 10 tungesema tujadiliane hivyo. Lakini sasa huu ni mkutano mkuu. Mkutano mkuu lazima kuwe na kolam maalum, kama alivyosema Embe, mmemsikia pale. Hii orodha iko kule Lita. Kama iko Lita, sisi tunapoandika taarifa zetu na mikutano yetu lazima turudishe Litani Lita. Sasa leo Lita tunapeleka watu 46, si watu 50 katika watu 426. Wale watu wanatolewaje sisi? Huu mkutano ulikuwaje kuwaje? Na hilo kubwa linaokuja kwamba sisi tutakuwa na maamuzi katika watu 50 tuliokuwepo, lakini kuna watu 2 3 wakasema maamuzi yao si afiki, kwa sababu kwanza kolam haikutimia, pili maamuzi hayo ya watu wachache. Sasa tatizo linarudi liko pale pale. Sasa mimi niongewashauri sisi kama viongozi ambao mmetuchagua, msiwe na wasiwasi, tutakutana, tutajadili ili kuona hichi kifungu tunairekebisha, na hata idadi ya watu, kwa sababu hii idadi hii ilikuwa ni mwemko. Watu walitoka maeneo mbalimbali, kila mtu akajiandikisha, lakini ukitizama kwamba si wahusika hasa, wametujazia tu wingi huko. Lakini tokeo lao nyinyi mnaohusika, mnaona kila tukiita sura ni hizo hizo mnazokuja. Hao wengine ambao tunaosema tuwaone hapa. Sasa tukubaliane kwamba sisi tutakaa kama bodi, tutapitia kifungu hichi na tufanye utaratibu wa kusajili majina kama alivyosema bwana mkubwa pale, tupate majina ambayo tuna uhakika kwamba hata tukiwamia watumia hawa tuwasajili, ambao tutakuwa na kikao tunafanya maamuzi yetu ya pamoja. Kwa hiyo mimi ningeombeni kupitia kikao hichi sisi tuailishe, tukubaliane, sisi mtuachie nafasi. Wiki hii tutakutana kikao cha bodi, tutajadili ili tuweke maazimio ya kutafuta njia ya kuondoa majina, na tutapeleka rasmi tusajili majina, tupeleke Lita kwamba bwana, sasa hivi idadi inayotakiwa katika mkutano mkuu itakuwa ni hii, kama watu 150, kama watu 200, hiyo hapo. Baada ya kusema hayo, nikuachie mwenyekiti. Kwenye katiba kuna kolam ni sahihi, lakini katiba asili yake ilivyo haichagui ili likitakwa ndio ifuate katiba, ili na maslahi na watu haifuati katiba. Hiyo sio namna kuendesha katiba. Taasisi hii inachagua katiba gani sahihi kwa wakati fulani. Yako mambo mengi sana hakufuata katiba, lakini mkaamini anajenga, mkayaendesha, na mkatuambia tukaamini tunajenga katika masuala ya kutufuata katiba. Sasa lipi kubwa kuliko hili ambalo ndo la mwaka mzima tunajadili taasisi yetu? Lingekuwa hili na maslahi nalo mngelifanya, lakini hili kwa sababu kwetu sisi ni kubwa mno. Israfu imefanyika mara 3, vyakula vimepikwa mara 3. Kwa taasisi ambayo haina kitu, tunahangaika hapa, vyoo vinashindwa kujengwa, lakini vyakula vinapikwa watu kolam haitoshi, mara ya pili, mara ya 3. Wanalipa watu chungu nzima, watu wanafungiwa huko kwa ajili ya ulinzi, hela zinatumika. Sasa tutakubali hasara kila mwaka? Na kati jambo la kwetu tumekuja kujadili kwa ajili ya kujenga, nafasi hiyo tunayo. Watu mmesema wanakuja ni wale. Sasa kwa nini tusijadili? Iko nafasi ya kujadili na mnaweza kulifanya hilo, kwa sababu wote ni wamoja katika hili. Kusema katiba inavunjwa sana na taasisi hii. Na nyinyi mnajua mloka hapo mbele sana.
lakini kwa sababu haya mambo yanakuwa katika upande wenu mnayaachia hili jambo, kwa sababu naona labda labda halina maslahi na nyinyi, mnataka kulihairisha. Sio kweli. Tufike mahala tujenge. Ishafika mahala tunachoka. Watu wengine pengine hawaji kwa sababu wanaona hakuna kinachofanyika. Kuna wengine washaamua kuzira, wafanye shughuli zao kwa sababu wanaona haturidhiki na baadhi ya mambo. Tunakuja kola moja timia. Watu wako 94 80 kola moja timia. Mtajadili lini? Ndo tushafika, ndo sisi tumefika, Waislamu wenzenu na nyinyi ndo mshafika kama hapo. Tutaisha mpaka lini? Tunaomba sana. Tunaomba tujadili jambo, tujenge, kwa sababu hata huu mkutano kuna watu hawakutaka uwepo. Sheikh Jamal, Mungu akulipe heri, amepambania tumekuja kufika hapa. Alipambania Sheikh Jamal, tumekuja. Basi tujadili, tulifanye hili jambo. Hata kuwepo tu kikao kilikuwa kinakataliwa kufanyika. Tusije kafika mahali tukaanza kudhani kuna amesema shekhe hapo, mengine kuna ujanja unafanyika, watu wasije. Tusifike huko. Tujadili jamani hili jambo. Tutakaa tutaisha mpaka lini? Kwa sababu kushingizia katiba, sisi ni Waislamu hapa. Taasisi inaanguka tunaangalia. Kuna mtu bana mawazo ya kujenga hapa, tunaondoka, mtu amesema shekhe, watu wanakuja na mawazo yao wanaondoka nayo. Pengine kuna watu wana mawazo ya msingi ya kujenga, tukaondoka tukaachana mambo ya zamani ya ovyo tukaanzia hapa tukaenda mbele. Tunasingizia kitu kidogo cha katiba ambacho mnakivunja kila siku mashehe. Sio kweli. Tafadhali bwana, tujadili jambo tuende mbele. Ndugu zangu, kuna mambo yanaonekana hapa ambayo kidogo hayajakaa sawa sawa. Na inaonekana ni mambo ya kiufundi sana. Mkutano huu kimsingi ilikuwa uwe toka mwezi wa 12. Lakini leo tunazungumza ni mwezi wa 3. Ukweli kabisa ni kwamba akije haijatimia. Kutoka watu 400 na kitu mpaka watu 40 na kidogo, inapelekea kabisa kwamba huo mkutano usifanyike. Lakini tujiulize, kwa nini watu ni 400? Hivi sasa hivi ni 40. Hivi sasa hivi pakiadhiniwa, kweli watakaokuja kuswali ni hawa waliokaa hapa? Na mkutano huu kwa mujibu wa hiyo katiba ulitakuwa utangazwe kwa siku ngapi? Siku 21. Ni kweli umetangazwa inapopaswa siku 21, ili waumini wajue kwamba tuna mkutano wa taasisi yetu. Lakini kuna neno dogo nataka niseme. Adh-dhulma dhulumatu yawm al-qiyama. Dhulma ni visa siku ya Kiyama. Kama kweli sisi tulio hapa ni Waislamu na tunajinasibisha na Uislamu, sasa kwa nini leo tunataabika na kolam? Wakati wa uchaguzi ule kulifanyika janja nyingi. Waliletwa watu hapa kuja kupiga kura ambao na waliandikwa kwenye daftari, ambao hata sasa hivi ukipita huko mtaani unawakuta wengine wananing'inia hivi. Jamani, ni ukweli au ni uongo nasema? Tulikuwa tunapishana na watu mlangoni hapa, mtu ananuka pombe na hujawahi kumuona msikitini kuingia, lakini siku hiyo anaingia kupiga kura. Na yule muumini ambaye anakuja kila siku kazuiliwa kule nje, anaambiwa sio muumini. Mashekhe, hii ni dhulma, na wallahi tukidumu katika hii tutaangamia. Yaani tunachukua yale mambo ya kwenye vyama vya siasa tunayaleta misikitini. Hii ndio inatuathiri leo mpaka tunaona kwamba hii ndio kolam tunaizungumza hapa. Tunazungumza kolam haijatimia. Haiwezi kutimia kwa sababu walioandikwa kwenye daftari wengi wao saizi wananing'inia kule. Lakini tukiita uchaguzi hapa kwamba bwana, kesho tunataka uchaguzi, wale watakuja kwa sababu wana watu waliwaleta na wakawasimamia. Na wale ambao wanastahiki leo hii wengi hawana sifa za kuingia humu, wako nje, kwa sababu wakija hapo wakiangaliwa jina, wewe haumo bwana. Lakini kila pakiadhiniwa hapa anakuja kuswali. Sawa. Waislamu, tuwe wa kweli katika mambo yetu. Labda niungane na Sheikh Katunda pale, lakini pia ni muulize maswali.
tunafikiri kwamba turekebishe, ili basi tutakapoita mkutano kolamu itimie, ili tukienda kule RITA tusipate tabu ya kuonekana kwamba hii kolamu haikuwa imetimia, kwa hiyo hizi akija hatuwezi kuzifanyia kazi na hiyo nani haikuwa halali. Ni sahihi kabisa, ni swala la kisheria. Hebu basi tuangalie kama tunakubali, labda kama tutakubaliana wote tunafanya hivyo, tutalifanya kwa muda gani? Kwa sababu hichi kikao peke yake, huu mkutano huu umechukua muda kweli, na kumekuwa na mijadala mingi mno. Shekhe anasema hapa kuna wengine walikuwa hawataki kabisa huu mkutano, lakini ni swala la kikatiba. Hiyo katiba ambayo tunasema leo akidi hazijatimia, sawa sawa, lakini kuna watu hawakutaka kabisa, mpaka wanataja watu kwa majina kwamba fulani kapambania. Sasa ikiwa tutakubaliana kwamba turekebishe ili tujue kwamba waumini wa Mtambani ni 100, basi tukitimia 50 kolamu yetu inakuwa inaweza kukubalika. Ni 150, ni 30. Je, tutakapokubaliana hilo litachukua muda gani? Sawa. Na baada ya hapo kikao kitaitwa muda gani? Lakini je, uadilifu utakuwaje kwenye kuandikishwa hilo? Kwa sababu wapo watu kama nilivyosema walikataliwa, na ni watu wanaswali swala zote hapa, lakini waliambiwa wewe huna sifa ya kuwa muumini wa Mtambani. Wakaletwa walevi, mateja, kwa sababu tu tulikuwa na yetu. Na ndio wengine hapo tulipoangalia tukaona mimi ngoja nikae pembeni, kwa sababu sitokuwa na majibu mbele ya Allah. Kwa hiyo ningeomba tupate majibu haya, ili tunapofanya maamuzi kwamba tuahirishe, tufanye, tuwe tunajua tunafanya kwa sababu zipi na tunaahirisha kwa sababu zipi.